ni shule, familia ni kanisa. Familia ni shule ya upendo. Familia zote zingekuwa nzuri, zingekuwa safi, duniani kusingekuwa na vita. Hata hiyo vita anayosikia huko Mashariki Makati ya Israeli na nani na Iran, ambayo mataifa mengine yataingia tu ndani, yote haya yamesababishwa na familia fulani. Familia imesababisha mambo haya. Kila jambo lina chanzo chake. Kuna mtu aliyesababisha mapigano hayo. Kwetu sisi, mtu akifa mtu mmoja hapa tunalia, tunaomboleza, tunakesha. Kule hakuna kukesha. Mbona anakufa watu wengi kwa wakati mmoja, utakeshaje sasa? Makabila mengine mtu akifa ananyoa nywele. Utanyoa nywele kwa ngapi? Mara ngapi utanyoa? Hivyo sisi tunapoandamana hivi, tunavyoandamana hivi, wenzetu wanakimbia. Wanaogopa mabomu. Wanaogopa kifo. Ukiangalia magorofa yale yanavyobomolewa, yanavyotimbuliwa, ukiona watu wanavyolia, wanavyoomboleza watu, yaani maisha yamekosa maana kule. Utajiri umewasababisha matatizo hayo. Wametengeneza masilaha makubwa yenye nguvu. Sasa zile silaha zinawamaliza wao wenyewe. Kule ndo nakufa. Nani akuzike? Hadi atoke wapi? Mchungaji atoke wapi? Wewe unafikiwa tu na kifusi. Lakini sababu familia moja. Kuna mtu mmoja amesababisha. Na aliyesababisha ni mtu mmoja kutoka kwa familia fulani. Mimi niombe kwanza katika kitu hiki mbele ya Yesu. Familia yako isiwe sababu ya machafuko ndani ya nchi. Familia yako isiwe sababu ya machafuko ndani ya kanisa. Familia yako isiwe sababu ya machafuko ndani ya jumuiya. Atakayeleta fujo, atakayeangamiza kanisa, itaanza na familia moja. Tumwombe Yesu wa Ekaristi. Tena tumwombe sana azibariki familia zetu za hapa na za kwa tumetoka, tumezaliwa. Familia zetu ziwe za amani. Familia zetu zikiwa za amani, tutakuwa na nafasi, fursa, wasaa wa kumsifu Mungu. La sivyo, familia zetu zikiharibika, hata kumwabudu Mungu, kumsifu Mungu hakupo. Tuko mahali hapa, zipo familia za matatizo. Zipo familia hazina amani. Inawezekana familia hizi ambazo hazina amani, moja hapo ni familia yako wewe. Mama hana amani, baba hana amani, wote hawana amani. Na kwenye familia mmoja akikosa amani, wote mnakosa amani. Mmoja tu akikosa amani kwenye familia nzima inakosa amani. Na ndio maana kwenye familia mmoja akiumwa, familia yote inaumwa yenye upendo. Kuna familia za kanisa letu na parokia yetu zingine hazina amani. Wapo baba na mama hawaelewani. Wapo baba na mama waongei. Wapo baba na mama wanatafutana. Tunaambia maisha ni kutafuta, lakini wao ni kutafutana. Kwa nini utafute mwenzako? Bila kutafuta amani, kutafuta furaha, kutafuta upendo, wewe unamtafuta mwenzako. Sasa mwenzako akiwa na maumivu, wewe utakuwa na furaha gani? Kuna familia kabisa zelewani. Kila mmoja anatafuta mwenzake mabaya. Kila mmoja anatafuta mwenzake afwe. Mwingine anatafuta mwenzake aumwe. Familia moja.
Alafu mbaya zaidi, wengine wamezaliwa